Makundi ya vijana na wanawake katika manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wanajihusisha na shughuli za ufugaji wamepatiwa elimu ya ufugaji wa kuku kwa lengo la kuongezea kipato na kuacha utegemezi wa zao la korosho katika uchumi wao. Wananchi hao wameeleza kuwa kupitia elimu hiyo ufugaji ni fursa ya kujiongezea kipato pamoja na kuondoa uhaba wa wanyama uliopo mkoani Mtwara pamoja na nchi jirani ikiwemo Komoro. Naitwa Heri Medadus Dunguru. Mimi ni mfugaji mdogo, lakini kupitia mafunzo ambayo naenda kuyapata leo na kesho naweza kusema nitakuwa mfugaji mkubwa, kwa sababu tumekuja kuangalia dhamira ya mheshimiwa mbunge ni kuona wananchi wake wa jimbo la Mtwara wanapata maendeleo, lakini maendeleo ya jamii, lakini kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema itakuwa ni fursa kwangu ipatie kipato, lakini pia nitaenda kuisaidia jamii kuondokana na uchache wa nyama ambao kwa sasa hivi Mtwara tunapata tabu sana kwa sababu kuna uchache wa nyama ya kuku, lakini pia mazao yanatokana na kuku kama mayai. Lakini tukizingatia sisi Mtwara tupo karibu na nchi ya Komoro, na wanasema Komoro vitu vingi sana wanategemea kutoka nje ya mipaka yao. Kwa sisi kwa upande wa sisi watu wa Mtwara itakuwa ni fursa, na pia kupitia mafunzo haya yanatija kwa upande wetu kwa sababu yanaendelea kuongeza uzalishaji zaidi, lakini pia kuzingatia namna bora ya ufugaji ili kupata mazao ambayo yaliyokuwa bora na yenye faida kwa muuzaji, lakini pia kwa jamii kwa ujumla. Jina naitwa Mariamu Vincent kutokea kata ya Raleo mkoani Mtwara. Kupitia mafunzo haya yataweza kuninufaisha kiuchumi pia na kujiongezea kipato, kwa sababu nikishapata hii elimu na nikaitendea kazi vile vitu ambavyo wametufundisha, naamini kesho au kesho kutwa nitakuwa ni mtu mwingine. Kwanza nitaongezeka kiuchumi na pia nitakuwa niko vizuri. Majina naitwa James Kasindi, ni mratibu wa mafunzo na program chini ya Joel Nanauka Foundation. Mratibu wa mafunzo haya ameeleza kuwa kupitia elimu hiyo inalenga kuongezea ujuzi wa ufugaji kutokana na uhitaji mkubwa wa nyama ya kuku uliopo mkoani humo. Tunaona kwamba kuna fursa ya masoko ukanda huu, kwa mfano masoko yaliyoko Komoro ambao ni majirani zetu wanakuja kufanya biashara hapa, lakini pia maeneo jirani kama Msumbiji pamoja na mikoa ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo ni soko ambalo bado liko wazi, na uzalishaji wetu utakapoongezeka basi itakuwa ni fursa kubwa kwa ajili ya uchumi wa Wanamtwara. Mafunzo haya mbali na kuwalenga vijana na Mtwara, lakini pia tunaenda kuziba hitaji ya bidhaa za kuku pamoja na bidhaa ambazo zinaambatana kutoka kwenye kuku ikiwemo mayai ili kuweza kuishibisha soko la ndani la Mtwara. Katibu wa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini ameeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya CCM 2025-30 pamoja na ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025 juu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mafunzo haya kama alivyoweza James yametokana na mambo makuu matatu. Kwanza, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30 ambayo moja kati ya maeneo muhimu ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Lakini jambo la pili, ahadi alizokuwa anazitoa mheshimiwa mbunge wakati wa kampeni. Kipaumbele chake cha kwanza ilikuwa ni kuinua wananchi kiuchumi katika makundi matatu ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tayari makundi yote mpaka sasa hivi nathibitisha kwamba yameguswa na yanaendelea kuguswa. Akizungumza katika mafunzo hayo, mkuu wa wilaya ya Mtwara ametoa wito kwa wananchi hao kutoangalia zao la korosho pekee katika uchumi na badala yake kutumia fursa ya ufugaji wa kuku ili kukuza uchumi wao kwa haraka. Lakini katika kuangalia na kufanya tafiti zangu hapa Mtwara, nimekuja kuona watu wanafuga kwa kiwango kidogo sana. Yani inaonekana kama sio interest yao kufuga zaidi ya kutegemea korosho. Katika hali hii, kama tunataka tukimbie katika uchumi, itatuchukua miaka mingi sana kama hatutaweza kujiongeza katika fursa hizi. Mheshimiwa mbunge ameona hayo. Hapo sasa tu change mind, tubadilishe fikra na akili zetu, tutanue wigo wa shughuli zetu za uchumi, na ndio maana tunatafutia fursa mbalimbali. Ufugaji wa kuku una faida kubwa sana. Ufugaji wa kuku kwa kuzingatia maelekezo ya wataalamu, ukifuata kanuni zile, utasema kwa nini umechelewa, yani kwa nini umeanza leo. Lakini usijutie hiyo nafasi, kwa nini unaanza leo. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana.
Huu ndio wakati sahihi kwetu sisi Wanamtwara.